Kwanza nianze kwa kumshukuru Mungu, lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais, tunamshukuru kwa kupokea mwaliko wa ALAT Taifa kuwa mgeni rasmi wa mkutano wa 39 wa serikali za mitaa ambao umefanyika Dodoma katika ukumbi wa Jakaya Mrisho Convention Center. Na katika mkutano ule Mheshimiwa Rais ametupa matumaini makubwa. Kwanza kwa kutambua kwa kiasi kubwa sana mchango mkubwa unaofanywa na serikali za mitaa. Mimi kama mwenyekiti wa serikali za mitaa mkoa wa Manyara nimefarijika sana kwa kauli ya Rais. Ametutia moyo kwa kutambua juhudi kubwa tunazofanya kama mikono yake, kama wasaidizi wake katika ngazi ya chini. Lakini Mheshimiwa Rais tukiwa kwenye mkutano ule alitoa maelekezo tutembelee miradi hapa jijini Dodoma. Lakini tukianza na mradi wa SGR, reli ya kisasa, treni ya kisasa. Sasa leo asubuhi tumekwenda kutembelea, tumesafiri mpaka Dar es Salaam. Sasa tumerejea jijini Dodoma kuendelea na miradi mingine katika mji wa serikali, mji wa Mtumba. Na mimi niseme tu, frankly speaking, ni mara yangu ya kwanza kupanda hiyo treni ya kisasa ambayo Mheshimiwa Rais amefanya jitihada kubwa sana. Kwa kweli Watanzania wanapaswa kutambua kazi kubwa ambayo inafanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwanza tutambue kwamba Rais wajibu wake ni nini? Wajibu wa Rais kwa wananchi ni suala la kupeleka huduma. Na kama ni huduma, kwa kweli huduma imerahisishwa. Kwa sababu kama unatoka Dodoma saa 12 dakika 40 na unafika Dar es Salaam saa 3 na dakika 40, maana yake unatumia kwanza muda mfupi sana, muda mfupi kusafiri, na baadaye tumetoka kule tumerudi hapa saa 8 tuko hapa. Kwa hiyo katika hali ya kawaida wananchi wamerahisishiwa huduma, na wananchi hawa wanapaswa kurudisha fadhila na shukrani kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kumpa mitano tena. Na katika hili naungana na mwenyekiti wangu wa ALAT Taifa na wajumbe wenzangu wa ALAT Taifa, mimi kama kiongozi wa mkoa wa Manyara, kwamba tunamuunga Daktari Samia Suluhu Hassan na tunampa mitano tena kwa kazi kubwa inayofanyika. Ni mradi mmoja huu ninaosemea, lakini miradi mikubwa imefanyika. Miradi mikubwa katika taifa hili imefanyika. Kwa hiyo ni wazi kwamba Rais amejizatiti na amethibitisha kwa vitendo kile ambacho alisema kwamba yeye anataka kuwafikishia wananchi huduma karibu yao. Ikumbukwe kwamba ni juzi tu tarehe 7, tarehe 8 na tarehe 9 sisi kama ALAT mkoa tulikuwa na mkutano wetu ambao umetanguliwa na kamati tendaji kama kawaida. Lakini baadaye ndani ya ile tarehe 8 tulifanya matukio mawili, kwa sababu ndani ya tarehe 7 tulifanya matukio mawili kwa kuwa tarehe 8 ilikuwa ni siku ya kilele cha wanawake duniani, ambapo kitaifa ilifanyika jijini Arusha na mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Rais. Sasa tarehe 8 sisi tulikagua miradi. Moja ya mradi mkubwa tuliokagua ni mradi wa maendelezo ya miundombinu katika hospitali ya Mrara katika mji wa Babati. Ni wazi kwamba ALAT mkoa wa Manyara tunaendelea kuunga jitihada za Mheshimiwa Rais kwa kufanya wajibu wetu wa kuhakikisha tunatembelea miradi na tunawaambia wananchi kazi kubwa iliyofanyika. Na kwa kufanya hivyo, baada ya agizo hili la Mheshimiwa Rais, tutakaporudi mkoani kwetu tutaendelea kutimiza wajibu wetu kupitia kamati za fedha za halmashauri, kupitia mabaraza ya madiwani, lakini kupitia ALAT mkoa wa Manyara tutaendelea kuunga mkono. Ni wazi kwamba agizo la Rais ni muhimu kulitekeleza kwa sababu wengi hawajui kazi iliyofanyika. Lakini niseme katika mkoa wetu kazi iliyofanyika ni kubwa sana. Mfano tu mwepesi, kupitia mradi wa SEQUIP ambao unajenga sekondari katika kata zisizo na sekondari. Leo katika mkoa wa Manyara karibu kata zote zimekamilika. Kwa mfano katika halmashauri ya mji wa Mbulu ambako mimi ndio mwenyekiti wa halmashauri, tulikuwa na kata 3, kata ya Sanu, kata ya Imboru na kata ya Ayamohe. Kata hizo zote tayari sasa zina sekondari, huduma inatolewa. Na cha ajabu ni kwamba
Kata mojawapo katika kata hizo, kata ya Amohe, tayari tumejengewa na mabweni ambako tunatarajia pengine sasa ku update ile shule kuwa A level. Kata ya Sanu kidogo tumekwama kwenda kwenye hiyo stage kwa sababu tuna changamoto ya eneo ambalo sasa katika level ya ODC tunahangaikia na level ya wananchi. Na kata ya Imboru tayari shule imefunguliwa, imepokea form 1. Na kwa kusogeza huduma kwa wananchi, halmashauri tumeishauri ODC na ODC imetekeleza huo ushauri kwa kuwarudisha wale watoto walioko shule ya Chief Sarwat ambao walikuwa wanatembea kilomita nyingi, kilomita 9, kilomita 10, wamerudishwa katika shule yao ya Imboru, ambapo wanafunzi wa kidato cha pili na kidato cha tatu wamerudishwa. Na kwa mantiki hiyo, mwaka huu Imboru nako inafanya mtihani wa form 2, japo ndio imesajiliwa mwaka huu, na mwakani wanafanya mtihani wa kidato cha 4. Hii ni wazi kwamba tunaunga jitihada za Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha Watanzania wanafurahia huduma ambazo Mheshimiwa Rais ameziasisi. Niwaambie Watanzania wenzangu, wampe Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imani kubwa, kwa sababu ametekeleza kwa vishindo. Wapotoshaji wa kisiasa wanasema sijui mradi wa standard gauge ni maendelezo ya kile ambacho Magufuli alikianzisha, hayati Magufuli. Lakini nataka kusema kwamba kile kilichoanzishwa kimeendelezwa na mama. Na mimi nataka kusema mama ametimiza ule wajibu wa kuwa mama na kuwa mlezi, kwa sababu miradi mikubwa ametekeleza, miradi ya shule ametekeleza, miradi ya afya ametekeleza, miradi ya barabara ametekeleza, miradi ya umeme ametekeleza. Karibu kila sekta imeguswa. Mheshimiwa Rais kwa kazi hii kubwa aliyofanya, mimi kama mwenyekiti wa ALAT wa mkoa wa Manyara, mwenyekiti wa halmashauri wa mji wa Mbulu, nina salamu zangu ni kwamba Mheshimiwa Rais, tunakutia moyo, endelea kuchapa kazi, tupo nyuma yako, na tunahakikisha kwamba mitano tena tunakupa kwa kazi kubwa tulioona. Watanzania waridhike, wajue kwamba mahali ambako Daktari Samia Suluhu Hassan alikuta nchi kulikuwa na huduma nyingi zinahitajika, lakini kwa muda mfupi Mheshimiwa Rais ameleta huduma nyingi katika maeneo yetu, na hii imewezekana kwa sababu ya sera yake ya kuungana na nchi zingine za dunia. Mheshimiwa Rais ameifungua Tanzania kupitia Royal Tour, na kupitia Royal Tour tumepata fedha nyingi sana. Kwa mataifa mengi yanakuja kwetu yakishuhudia maendeleo makubwa na wakiendelea kutuunga mkono. Naomba ninukuu kidogo. Jana wakati tunahitimisha mkutano wa ALAT, mwakilishi wa serikali za mitaa wa Kenya alisema kwamba reli iliyojengwa kwetu ni ya kisasa kuliko ile ya Kenya. Kwa hiyo ni wazi kwamba mataifa ya nje yanatambua jitihada kubwa za Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini na sisi wa Tanzania sasa tuunge mkono. Ni kweli kwamba matatizo hayataisha, changamoto haitaisha, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya. Naomba kusema amefanya tena kwa vitendo kabisa. Tumeridhika na utendaji wake, na kwa sababu hiyo tunamuunga mkono, sisi ALAT tunamuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan na kuhakikisha kwamba tunaenda naye, na ninamtia moyo binafsi kwamba kwangu mimi ni mfano wa kuigwa. Kwangu mimi Daktari Samia Suluhu Hassan ni dictionary yangu ya marejeo. Nina cha kurejea kwake kama kama kiongozi ambaye kwa sasa nimeshika mamlaka ambayo wananchi wamenipa imani katika eneo langu.